Na nikupongezeni sana watu wa hapa nilipokuja Mshikamano. Nimependa jina la kikundi. Na kwa kuwa nimependa jina la kikundi, pale mwisho jamaa yule alimalizia na maombi. Kabla sijaendelea na ya kwangu, nipo tayari kuwa mlezi wa Mshikamano. Ndugu zangu, serikali yoyote ina kazi na wajibu wa kuwatafutia fursa za kimaendeleo ama ajira vijana. Na ajira hizi ziko za namna mbili. Ziko ajira rasmi, nikiwa na maana serikalini. Ziko ajira ambazo sio rasmi, wawekezaji, uwezeshwaji na mambo mengineyo. Na sote tunakiri idadi ya vijana nchini ni nyingi, ni kubwa, ni wengi mno. Hawa wenzetu wa Mshikamano, kwa sababu walikuwa tayari wakashikamana, la kwanza. La pili, wakatengeneza wazo. La tatu, wakajichanga kidogo. La nne, wakatafuta uwezeshaji. Wapigeni makofi. Nimeangalia taarifa yao. Sio tu kwamba walipokea mkopo tu pekee kutoka serikalini, hapana. Walijikusanya kwa ari na hamasa, wakatengeneza na cha kwao kidogo. Wakaunganisha, wakapata kizima. Leo wana kitu kizima kabisa kabisa. Unakataje kuwa mlezi eneo kama hili? Sasa hii nimekuja pia kuonesha picha na kwa vijana wengine kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan sio kwamba imeshindwa kutafuta majibu ya kutafuta ukwasi kwa vijana wa Kitanzania. Hapana, sio kweli. Bali ni utayari wetu, nidhamu yetu na usimamiaji wetu sisi wenyewe. Kwamba tukijikusanya vizuri, tukijipanga vizuri, serikali ipo tayari kuhakikisha inatusukuma katika ukwasi na maendeleo wa taifa letu na wetu binafsi. Na nimekuja mimi kuonesha ushahidi. Hivi karibuni nilikuwa namsikia mwenyekiti mmoja wa vijana wa chama kimoja. Anapiga zogo sana. Yeye kila siku anaita presi. Akitoka presi hii anaita presi hii. Kazi yake ilikuwa ni kuinanga wizara ya vijana. Hakuna kinachofanyika, mambo hayaendi, uongo huu ni uzushi. Sasa nikamwambia hebu niakeeni mimi nende nikaoneshe vijana wa Kitanzania kwa ushahidi kwamba serikali ya Daktari Samia ipo kazi inayoifanya. Yeye anakwenda na makaratasi, mimi nimekuja site hapa, site kuwaonesha Watanzania ni hii kazi inafanyika na Daktari. Sasa mitandaoni huku kuna mambo mengi watu wanayazungumza, wanawajaza vijana ili kutengeneza ukweli. Mtu anakuja na makaratasi, sasa si ndio haya hapa. Mimi nimekuja site kumuonesha kama yeye hana macho ya kuona. Hii ndio kazi anaifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini nipeleke ujumbe kwa ndugu zangu wanaopata fursa hizi za mikopo na waliokuwa tayari kujitengeneza pamoja katika kupelekea kupata ukwasi katika mifuko yetu. Kwenye riziki hapakosi fitina. Mambo mengi ya vijana yanatufanya hayaendelei kwa sababu ya fitina.